Ni furaha iliyoje kukutana na wewe mara tena siku ya leo, mtazamaji wetu wa BG Online TV popote ulipo. Ninayo matumaini kwamba wewe umuheri wa afya. Tunaendelea kusamini sana kwa sapoti yako kwetu kwa kuzidi kufuatilia chaneli yetu ambayo inakupa habari za ukweli na muda unaofaa. Naam, leo mtazamaji wetu tutaangazia kuhusu kauli ya Mwami Panda Kabeya Alfani Kofi wa grupimenti ya Bahuchwe, sekta ya Wabuyu, tarafani Kabambare, mkoa wa Maniema. Kwanza, wacha nikuambie kwamba mwami huyo Panda Kabeya wa grupimenti ya Bahuchwe ametoa ujumbe wake kutokana na hali ya mtafaruko kati ya makundi mawili ya wazalendo. Kisha kundi la wazalendo lake Brown kufyaturiana risasi na kikosi cha hayati Ebuela Mtetezi na kusababisha vifo pande zote mbili, matamshi tofauti yameanza kutolewa. Watu wengi wanashindwa kujua kwamba yale yaliyotokea kati ya kundi hizo mbili palotete ilikuwa si ya kutarajia au kupangiliwa, na yote ni mipango ya Mungu, na hiyo inapelekea watu kuanza kutoa matamshi yasiyowezekana. Kutokana na kifo cha Mtetezi, baadhi ya raia wa tarafa la Fizi wameanza kuweka nongwa na kabila la Wabuyu, hasa kwa kuchota vidole kwa kufikiri kuwa tukio lile lilikuwa la kutarajia. Mtazamaji, wacha nikukumbushe kwanza tukio lile alikuwa la kutarajia, na hivyo si vema kuweka nongwa. Wengi kati yetu tunashindwa kujua ndani ya vikosi vya wazalendo mnakuwa mchanganyiko wa makabila yote, na sio uone kiongozi ni wa kabila fulani na ndiyo jeshi wote wanakuwa wa kabila hilo. Kiongozi wa kundi la wazalendo anaweza kuwa wa kabila fulani, ila haimaanishi kwamba mchanganyiko wote inakuwa ni wa kabila hilo. Hilo kabisa mtazamaji, tupilia mbali. Mwami wa asili wa grupimenti ya Bahuchwe, sekta wa Buyu, Mwami Panda Kabeya Alfani, ambaye kwa sasa yuko mjini Baraka, amesema ni vema watu kufahamu tukio lile lililotokea ni tukio la kulahani kwanza na sio kuwekea ndani ya mioyo yetu. Kipindi hichi ni kipindi kwanza cha kuangalia namna kumpiga adui M23 na tusahau yaliyotokea, amesema hivyo Mwami Panda mbele ya BG Online TV. Vivyo hivyo mwami huyo ameonesha kwamba pande zote mbili zimepoteza watu muhimu ambao ilikuwa ni kwa faida ya jamii yote ya mkoa wa Maniema na Kivu Kusini, tofauti na vile raia wengine wanavyofikiria. Mtazamaji, wacha ni kuachie nafasi ya kumfuata Mwami Panda Kabeya Alfani wa grupimenti ya Bahuchwe, sekta ya Wabuyu, tarafani Kabambare, mkoa wa Maniema, mbele ya kamera ya BG Online TV. Jambo baba. Labda ungeweza kujitambulisha? Naitwa kwa jina la Panda Kabeya Alfani Kofi, chef de groupement wa Bahuchwe, sekta ya Wabuyu, territoire ya Kabambare, province ya Maniema. Sasa hivi uko katika mji wa Baraka, raia waelewe nini? Raia ielewe kama yenye ilipita ni kawaida, ni wajeshi. Jeshi kila mara ni kugongana vile na inaishi. Hakuna shida yoyote na kutakuwa salama, na hivi narudia watu wote wajikute tu salama na tuendelee kulengo yetu. Kwa sasa hivi nchi inaendelea kuvamiwa kama vile wami wa asili, namna gani umeweza kuandaa vijana wenu? Naweza kuandaa vijana kama wote wajiandae, na wenye walibaki wajiandae. Hii ni shetani tu, adui anakuwa na mbinu mingi na maombi ya mingi na strategies za mingi. Wenda alikuwa anatupigia vile na Mungu anatushindia, ipo tunafungula njia tunaenda. Labda kwa vijana ambao wanajielekeza kwenye shamba la mapambano, kuna ushauri gani ambao utakwenda nawapatia? Waende watashinda. Wewe tuko nyuma yao. Sawa mwami wa asili. Kitu gani ambao unaweza kwenda nawaambia ambacho wanatakiwa kuweza kujiepusha nacho? Kitu nawaambia wasikuwe na ubakaji, wasikuwe na vya kuiba vitu ya watu, wasikuwe na vya ulevi sana. Waende tu kulengo na kusikia viongozi kisi watawaongoza na kuwaelekeza kushamba la vita. Tunakushukuru. Asante sana. Mtazamaji, na kukumbusha tena kwamba bado hujachelewa kusubscribe kwenye channel yako
ya BG Online TV ambayo inakuletea kila mara habari na matukio yanayotokea kwa muda upendao. Kifo cha kamanda mtetezi kinazidi kutia huzuni ndani ya mioyo ya raia licha ya baadhi ya watu kufikiria tofauti. Kundi la wazalendo la Brown toka mkoa wa Maniema linakuwa na pigiwa kelele nyingi na baadhi ya raia wa tarafa la Fizi kwa kutamka kwamba kutakuwa na vita kati ya Wabuyu na Wabembe. Viongozi wazidi kulahani mambo hayo, hasa pale wanaposema vita vya ukabila vinakuwa vina nafasi kwa sasa. Uongozi wa Wajoba tarafani Fizi na mji wa Baraka au kukalia kimya swala la kauli zinazotolewa ndani ya jamii na ikiwa za kubomoa au kumaliza uhusiano uliopo kati ya kabila la Wabuyu na Wabembe. Coordinator wa Joba ameonesha ni vizuri watu kuelewa majira na sio kurudisha mambo yaliyopita, na yale yaliyotokea haikuwa ya kutarajiwa na makundi yote mawili ni watoto wetu. Nisiwe mrefu wa kuongea, mfuate hapa coordinator wa Wajoba anavyoeleza mbele ya kamera ya BG Online TV. Naitwa Bakari Munini Bamse, mimi ni coordinateur wa Kibaje, yani kimo Kibajoba ndani ya tarafa la Fizi. Ndio, Kibaje labda inaunganisha makabila gani raia wangependa kufahamu? Kibaje ni umoja wa watoto wa asili ya maji wakiwemo Waluba, Wabuyu, Wavira, Wamasanze, Wabwari, Waoma na Baololo upande wa kule. Watoto wa asili ya maji ya namna gani haya? Bahari Tanganyika, donc tunabaita le peuple riverain, watu waliotoka katika Empire Luba. Ndiyo. Kwa hivyo hao wote ndo tunajenga ule umoja wetu wa watoto asili ya maji kutoka ndani ya Empire Luba. Je, makabila yote hayo yamezaliwa huenda labda kwa ambako waliweza kutokea wamezaliwa kwenye nyumba moja au namna gani? Sisi hatukuzaliwa nyumba moja, lakini asili yetu ni moja. Na asili yetu ni tuko waresortisa ambao walitokea katika Lake Chad. Donc tuko wa peuple riverain tangu ku Lake Chad. Kunakuwa na jumbe nyingi za kama vile za kuleta ukabila kutokana na majanga ambayo yameweza kutokea kati ya makundi mawili ya wazalendo, kama vile uongozi wa Wajoba, watoto wa maji. Nini ambao unakuwa nayo kwa kuweza kukomesha zaidi sana hali ile? Ndiyo, na kama nimefika kupanda jukwani mtangazaji, nilipenda kwanza kukemea zile hewa. Kwa sababu hewa ya mtu binafsi haiwezi kukusanya jamii. Hapana, kuna kosa la mtu binafsi na kosa la jamii. Na yale yaliyotokea pale kwetu sisi tunasema ni mkoshi sisi Wajoba. Ni mkoshi kwa Wabembe, ni mkoshi kwa Wajoba, kwa sababu hakuna Mbembe aliandaa yale na hakuna Mjoba aliandaa yale. Na ndio kwa maana nilimshukuru sana Mheshimiwa Kamanda Brown, alitoa hotuba ya kuonyesha kwamba hakuna vita kati ya Wabuyu na Wabembe. Dile lilitusaidia sana. Na nimependa kuonyesha watu kwamba kipindi kama hiki hakiko kipindi cha division na cha kuwa wanatuma kwa rezo sosio, tumabarua pepe twa kuleta chuki na kuchochea watu. Sababu ya nini? Tunaposema kundi la uzalendo ni kundi la watu waliochukia matatizo ambayo yanayotukumba huku mbele na wanakasirika katika eneo fulani, na pale pale wanajichanga wanakuwa jeshi hili limoja. Sasa mtu anaposikia kwamba jeshi la SNPCC mfano la mzee William Yakutumba, mtu anasema kwamba kwa sababu William Yakutumba ni Mbembe basi ni jeshi la Wabembe. Hapana, tusio tunadanganya katika hiyo picha. Ndani ya lile jeshi la SNPCC mko watu wa Itota, mko watu wa pale Simbi, mko watu wa Kafulo, mko watu wa Malinde, mko watu wa Lukonge, mko watu wa pale Mkinja na kadhalika, na watu hapa Baraka. La majorite ni Wajoba. Lakini kwa sababu wanasema Kibembe, unasema kwamba hawa tunakwenda sisi yote ni Wabembe. Hapana, usidanganyike. Ndani ya ule wingi mko Wajoba wengi. Tunakwenda katika jeshi la Fabebe ambalo linapelekwa na Ngoma Nzito. Watu wanaposikia Ngoma Nzito wanasema Kifuleru, wanasema kwamba ni jeshi la Fuleru. Hapana, Wavira ni wengi ndani ya lile jeshi. Hivyo Wanyindu ni wengi. Haijawa kwamba ndio jeshi. Wale wote waliokasirikia ile eneo kama walikuwa kwenye mlima na wanajiunga na lile jeshi la pale mlimani. Ninaingia upande wa Rene Itongwa. Yuko Uvira. Yeye ni Mbembe. Lakini majeshi yake mko wa Fuleru, mko wa Vira, mko na Wabembe na Wanyindu wako ndani. Lakini wako representera nani? Na Rene Itongwa.
Sio kwamba eti Rene Tongo kwa sababu ni Mbembe kwamba majeshi yote inakuwa ni Wabembe, hapana. Tunarudia hapa hili jeshi la marehemu Mtetezi. Sio la Wabembe tu, Wanyindu wako ndani. Vile vile Wajoba, watu wa pale Lweba, watu wa pale Swima, watu wa pale Mboko wako ndani ya lile jeshi. Kwa hiyo tunapokusanya kundi la uzalendo na kundi la uzalendo likipigana, ni mkubwa na mdogo ndio wako napigana katika kila kundi. Ndio maana haviko vita vya kusuete, na tunakuja kulikemea na kumwambia kwamba yeyote ndugu yetu Mubuyu ambaye alikuwa na hisia, sisi kama vile koordinasyon wa Joba ndani ya tarafa la Fizi tunakemea, tusisikie yeyote Mbuyu anasimamisha mti kumtafuta Mbembe. Tusisikie kwamba kuna Mbuyu anakwenda kumwinda Mbembe, hapana. Na lile jeshi ambalo liliitwa la Wabuyu halikuwa la Wabuyu, ni jeshi la watoto wa Manyema. Mulikuwa vile vile Wabuyu, mulikuwa watani wa Wabembe au tunawaita Wazimba, mulikuwa Wabangubangu, mulikuwa na Waluba na kadhalika. Lakini sasa utaposema kwamba twende tuue wale watu, hujaua wale, unaua ni wazalendo wa Manyema. Kwa hivyo ni lugha za kutenganisha na kukosesha watu nguvu. Hatuzitaki na tunazilaani. Watu wanapaswa kuishi katika umoja na kutafuta adui ni nani, na ana sura gani, ana picha gani, na tumuende kupitia nguvu gani. Hilo ndio limesababisha sisi tuwe mediani kwamba hatutaki zile lugha za kusema kwamba hawa walikuwa hivi na hawa walikuwa hivi. Lisamewe ni vita haramu ambavyo vimetukumba na kutuletea ajali. Kwa sababu yule Brown, yule Ferush alikuwa ni mpambanaji kule Manyema, wakutisha na wakuridhisha. Na huyu Mtetezi mpambanaji wakutisha huku kwetu tarafani Fizi. Sasa tunapoteza katika vita vya ujinga, vita haramu, vita ambavyo havina misingi na vita kuwa havina hata samani, tena eneo mbovu. Kwa hivyo tunapaswa kuvikemea na kuona kwamba vijengi vinatutoa majonzi ya bure. Labda kwa kuweza kumalizia ushauri wako kwa vikundi vya wazalendo ambavyo vinakusikiliza kamdao. Kwa kweli kama vile mwanaharakati wa Kimwe Keba Joba Fizi Kalembelembe, nitamwambia kwanza mzalendo yoyote aliyegusa silaha, sababu zimetawanyika tena kupindukia. Nitaonesheni kwamba ushauri ni mmoja. Mzalendo hatumiki na konstitusio ya nchi. Mzalendo hana sheria yote ya kimataifa ambayo inamlinda, anatumika na mila na desturi. Yaani sheria za asili ndo zinamlea mzalendo. Kwa hivyo mzalendo amepewa bunduki na ameoneshwa adui wake ni nani. Endapo mzalendo sasa atafikia hatua ya silaha yake isiende mbele, igeuke nyuma. Nyuma ni baba, mama, mjomba, shangazi, babu na kadhalika. Ndio yenye kuwa nyuma, na ndio ngao yake, ndio pouvoir yake, ndio milima yake. Alinde ardhi na mali yote yenye kuwa ndani ya ardhi na watu wote wenye kuwa ndani ya ardhi. Sasa huyo mzalendo akidanganyika silaha yake kwanza kulenga kupora raia, baba yake na mama yake, mjomba wake, shangazi yake, akigeuza silaha naye kwanza kwenda anaingia mambo ya uchawi, kwenda kuingia mchonganisho wa uchawi, ili silaha itakosa mibaraka. Mzalendo atapokosa mibaraka hatakuwa na nguvu zozote, sababu dawa anazozichanjwa yeye ni zinatoka kwenye ardhi ya mababu, miti ya mababu, wanyama wa mababu, ndege wa mababu na samaki kutoka baharini katika ardhi yetu ya mababu. Sasa utapokosea ile ardhi itakumeza. Tafadhalini sana wazalendo, mtapokosea ardhi kila watakacho kisema wa baba, sababu Mungu ndo amewapa amri kwamba heshimuni baba na mama yako ili siku zako za maisha ziweze kuwa nyingi. Sasa utapokosea wale wazazi, wewe mzalendo, ujue kwamba siku za kuishi kwako duniani zitakwisha. Ushauri ni kwamba shikeni silaha kwa kuangalia mbele, msiangalie nyuma. Mke wa Lutu aliangalia nyuma, aliangamia. Na nyinyi mkiweka silaha yenu kuangalia nyuma, kuua tena sisi wazazi, hakika siku zenu za kuishi zitakuwa ndogo. Hilo ninawapeni kwamba songa mbele, msirudi nyuma. Tizameni objectif. Mkienda au contraire na objectif, mtakufa vita vya hivyo visiokuwa na samani. Asante. Tunashukuru. Hata hivyo mtazamaji, na kujuza kwamba mihili ya wapambanaji wa kundi la Brown iliyokuwa ndani ya Monchwari pa Baraka imesafirishwa kwao ndani ya sekta wa Buyu kwa ajili ya kufuata taratibu zingine za mazishi, kwani miongoni mwa mihili hiyo ya jeshi wawili wa kundi la Brown, mmoja alikuwa ni mpambanaji mkubwa ambaye alikuwa ni tegemeo kubwa ndani ya sekta hiyo. Huku nikikuambia kwamba bado kikosi cha Kamanda Brown kipo pa Baraka
kiisha tukio lililotokea Palotete kwa kusubiri mipango ingine ya kuendelea na safari yao ya kwenda kupambana na M23. Kupitia hapo mtazamaji, hatuna la ziada, ila usikose kumtumia mtu wako wa karibu kila habari zetu ili na yeye pia aendelee kufaidika na habari toka kwenye channel yako pendwa ya BG Online TV. Tunasema kwaheri.